yeye awezaye kubeba mizigo na kuponya mioyo. Ni mahali pazuri penye raha panapo imani, panapo imani. Kuna sauti yasema songa mbele, hauko peke yako. Panapo imani, kuna amani, tumaini la kudumu katika yeye awezaye kubeba mizigo na kuponya mioyo. Ni mahali pazuri penye raha panapo imani. Praise the Lord. Looks like you are very happy. I pray that your happiness and joy, nobody will take from you in Jesus' name. Simama pale ulipo. Simama tafadhali. Father, we thank you Tunaomba for this Baba, tunakushukuru kwa ajili ya saa hii. Tunalibariki jina lako kwa ajili ya wema wako. Na asante Bwana kwa pendo lako, asante kwa kutuleta pamoja tena. Na asante Bwana kwa ajili ya faragha njema wakati ambapo tunaburudishwa, na wakati ambapo Bwana tunajengwa, na wakati ambapo Bwana tunapata mageuzi, na wakati ambapo Bwana pewe sifa. Na mimi nawe furaha. Naomba ya kwamba furaha yako na shangwe hakuna atakayeweza kukuondolea kwa jina lake Yesu. Tunaendelea kusimama tunapoendelea kuomba. Tunakushukuru Bwana kwa ajili ya majira haya. Twalibariki jina lako Bwana kwa ajili ya wema wako. Sante Bwana kwa pendo, sante kwa kuleta pamoja katika majira haya ya faragha, wakati ambapo Bwana tunaburudishwa, wakati ambapo Bwana tunatiwa nguvu mpya, na wakati ambapo Bwana tunapata mageuzi, na katika majira ambayo Bwana tunafanywa upya katika uwepo wako. Tunaomba Bwana ya kwamba majira haya Bwana tutasonga mbele katika ufalme kwa jina la Yesu. Na Bwana sisi tutaweza kuvuka kila mahala, kila kitu ambacho tumekuwa katika wakati uliopita kwa jina la Yesu. Na
Bwana, tufundishe neno lako, na andika neno lako katika vibao vya mioyo ya kila mmoja kwa jina la Yesu. Bwana, tunaomba ya kwamba Bwana, siku njema ya leo utadhihirisha nafsi yako katika muonekano mpya kwa kila mmoja wetu kwa jina la Yesu. Na Bwana, tunaomba ya kwamba neno lako siku ya leo litabaki kuwa na ubichi katika kila maisha. Asante Bwana kwa majibu, kwani katika jina la mwanao Yesu tumeomba, amen. Na hebu nipatie amen kubwa njema kabla hujaketi. Asante sana, Mungu akubariki. Basi sasa unaweza ukaketi kama ulikuwa umesimama. Napenda kukumbusha kwa mara nyingine tena ya kwamba huu ni wakati wa faragha, na wakati wa faragha ni wakati ambapo twaja pamoja, na wakati ambapo tunaacha kila kitu kinginecho na tunazingatia katika neno la Mungu, na ile ambalo ni mkate wa uzima, na ile ambalo ni maji ya uzima, ili kwamba kwa ajili ya faragha hii maisha yetu yaweze kufanywa upya. Katika faragha yafanywe upya, maisha yetu yageuzwe, na kwa ajili ya faragha hii tunakuja kwa ajili ya kutuamsha ile na sisi kama watoto wa Mungu na sisi kama wapokeaji wa ile neema ya Mungu, tunatoa kila kitu, tunaliruhusu neno kuweza kuingia na kupenya katika maisha yetu. Na ile T kwenye faragha ya Kiingereza retreat ni kugeuza maisha yetu. Kama unahudhuria katika faragha na maisha yako yanabaki yale yamekuwa yamepooza, maisha yako manyonge, hayana nguvu yoyote ile, hayana nguvu yoyote ya kiroho, hakina mabadiliko yoyote, ina maana hujahudhuria bado faragha. Wakati wa faragha ni wakati maisha yako kubadilishwa, na ile ara ni kuhuisha, na umekuwa mkavu, unajisisi kama una baridi vugu, na alafu wakati wa faragha umekuja na maisha yako ghafla yanaburudishwa, na halafu unaweza kusema kabisa ya kwamba ile sasa retreat, kuna kitu ambacho nilikuwa sifahamu awali, nilikuwa sifahamu ile aya awali, lakini sasa ile aya imekuwa mpya kwangu. Sasa nimetiwa nuru. Wakati wa faragha ni kwa ajili ya kututia nuru. Nini nia ya Mungu? Nini mapenzi ya Mungu? Nini ambacho anakitaka katika maisha yangu na kwa ajili ya wakati wangu uliopo na ule ujao? Wakati wa faragha ni wakati wa kusonga mbele katika maarifa, kusonga mbele katika mapenzi ya Mungu, kusonga mbele katika kila utii kwa neno la Mungu, kusonga mbele na kuvuka pale ambapo nilikuwa awali. Wakati wa faragha ni wakati wa kunifanya mimi kuvuka na kupita kila mahali ambapo nilipata kuwa awali. Unakuja kwenye faragha, azimu katika mawazo yako ya kwamba wakati huu wa faragha, wakati wote wa faragha, hutakuwa mtu wa kuzurura kwenye mazingira. Unakaa hapa, unakaa kule. Hapana, unakaa, unajengwa, unabadilika, na maisha yako hayatakuwa kama yalivyokuwa kwa jina la Yesu. Nami naomba ya kwamba mafunuo yote ambayo yatakuja kuhusiana na Kristo yatakuwa yana mguso katika kila moja ya maisha yetu kwa jina la Yesu. Amen. Na asubuhi ya leo tunazungumza juu ya kusulubiwa pamoja na Kristo, na nasoma kutoka kwa Wagalatia sura ya 2 mstari mzuri wa 20 ule. Wagalatia 2:20. Nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu, na uhai nilio nao sasa katika mwili ninao katika imani ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Anaposema tumesulubiwa pamoja na Kristo, Warumi sura ya 6 anatuambia jambo hali kadhalika. Warumi sura ya 6 nasoma pale mstari wa 6, anasema tukilijua neno hili. Tunahitaji kulifahamu hili, si katika vichwa vyetu tu, tunahitaji kulifahamu hili si katika kusoma tu, tunahitaji kulijua hili kwa ule ujuzi halisi ya kwamba limekutokea wewe, ya kwamba ulifika wakati katika maisha yako ambapo ulisikia juu ya kusulubiwa kwa Kristo Yesu, na halafu ukataka kujua ya kwamba kwa uzoefu hasa ukataka kuwa na ule ujuzi halisi tukilijua hili neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubiwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena. Tasema mstari wa 12 pale, anasema basi dhambi isitawale
ndani ya miili yenu ipatikanayo na mauti, baada ya kuwa umesulubiwa na Kristo, ukijua ya kwamba ni kwa nini Kristo alisulubiwa na namna gani Kristo alivyoweza kusulubiwa na kwa ajili ya nani Kristo alisulubiwa. Tukilijua hilo, sasa unasimama katika lile lango la moyo wako, na dhambi inapobisha hodi katika mlango wa moyo wako, hakuna nafasi kwako dhambi hapa kulia. Hebu anasema kulia, kushoto, anasema dhambi isitawale ndani yenu. Dhambi ya muonekano wowote ule, ya mwelekeo wowote ule unaotoka kutoka popote pale, dhambi ya kawaida, dhambi ya mazoea, dhambi ya tabia tu, dhambi ya namna yoyote ile, dhambi ambayo ni ya kipekee, na dhambi yoyote ile ambayo ni ya kijamii, wanaifanya wote watu wa jamii, au dhambi ya karne iliyopita au karne, dhambi yoyote ile, hebu dhambi isitawale ndani yenu. Utaazimu ndani ya moyo wako kwamba kama mtu ambaye umekwisha kuokolewa Mkristo, na mtu ambaye umesulubiwa pamoja na Kristo, mtu ambaye umejitoa kikamilifu kwa Bwana, mtu ambaye ni mtakatifu kikamilifu, amejiweka wakfu, amejitoa kikamilifu kwa Bwana, ameokolewa, na mtu huyu amesulubiwa, mtu huyu, na huyu mtu amejiweka wakfu, na ya kwamba umesimama katika ule mlango, unasimama katika mlango wa moyo wako, na dhambi yoyote ile ya muonekano wowote ule, dhambi yoyote inayotoka kwenye upande wowote ule, ile ambayo umeifanya awali na ile namna ambavyo umeishi wewe awali kidhambi, anasema dhambi isitawale ile. Kwa hiyo pale ni kwa sababu unamjua Kristo sasa, kwa hiyo ni kwa sababu unampenda Kristo sasa, kwa hiyo na kwa sababu umekuja katika kuwa na ushirika na Kristo, na hivyo umesulubiwa pamoja na yeye. Anasema kwa hivyo basi dhambi sitawale ndani ya miili yenu ipatikanayo na mauti, hata mkazitii tamaa zake. Alafu mstari wa 13 anatuambia, wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kuwa silaha za dhuluma kwa dhambi, bali ina maana kwamba iko katika uwezo wako, iko katika uradhi wako. Waweza kama ukitaka, unaweza usifanye hivyo kama hutaki, kwa sababu hapa anasema ya kwamba hutajitoa viungo vyako kama vyombo vya dhuluma kwa ajili ya dhambi, bali jitoeni wenyewe kwa Mungu kama walio hai. Unaweza, iko mikononi mwako. Hakuna mtu wa kukulazimisha tena, hakuna anaweza kukuinamisha hivi na kukuinamisha vile. Hapana, unasimama wewe mwenyewe umenyoka, kama mtu ambaye amekutana naye Kristo, kama mtu ambaye amebadilishwa na Kristo, kama mtu ambaye anamtegemea Kristo, kama mtu ambaye anategemea neema ya Kristo. Na sasa unaweza kujitoa viungo vyako, na wewe mwenyewe pia kwa ukamilifu wako mzima na nafsi yako yote unajitoa kwake yeye Mungu kama walio hai baada ya kufa, na viungo vyenu kwa Mungu kuwa silaha za haki kwa Mungu. Na inawezekana na itatendeka katika maisha yako, itatendeka. Sema amen. Kila siku itatimizika katika maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Na anasema wala msivitoe viungo vyenu kuwa kama silaha za dhuluma katika dhambi, bali jitoeni kama kwa Mungu kama walio hai baada ya kufa, na viungo vyenu kwa Mungu, kinywa chako, mikono yako na masikio yako, moyo wako, kila sehemu yako wewe, maamuzi unayoyafanya, ile sehemu ya ufanyaji wa maamuzi wa maisha yako ambao vinatoa viungo vyako kama vyombo au viungo vya haki mbele za Mungu. Naomba kama silaha za haki mbele za Mungu. Naomba ya kwamba mbele za Bwana, katika uwepo wa Mungu na kwa nguvu ya Mungu katika maisha yako, kila inapoitwa leo katika maisha yako yote, haya maisha ya ushindi yatakuwa ni yako katika jina lake Yesu. Mambo matatu mchana wa leo tunayatazama. Jambo la kwanza kule kusulubiwa
Mwokozi asiye dhambi, kule kusulubiwa kwa Mwokozi asiye dhambi, asiye na dhambi, pasipokuwa na dhambi, pasipokuwa na uovu wowote ule, pasipokuwa na asili ya kiadamu, pasipokuwa na anguko, pasipokuwa na dhambi yoyote ijulikanayo. Kristo bado alisulubiwa. Kwa nini? Kwa nini alifanya hivyo kwa ajili yetu? Jambo la kwanza, kule kusulubiwa kwa Mwokozi asiye na hatia, asiye na dhambi. Jambo la pili ni kule kusulubiwa kwetu pamoja na yule mbadala wa kidhabihu. Alikuwa ni mbadala wetu. Alikufa kifo ambacho tulipaswa sisi kukifa. Alichukua adhabu ambayo tulipaswa mimi na wewe kuwa tumeichukua. Alikwenda ile njia umbali wote ule na akailipa ile gharama. Yeye alikuwa ndiye mbadala wetu. Na mbadala kwa maana ya kwamba yeye alichukua ile nafasi ya ile roho itendayo dhambi ambayo lazima ife. Yeye hakutenda dhambi, sisi tulitenda dhambi. Na kwa sababu ya utendaji wetu siye dhambi, yeye mbadala wetu akafa kwa ajili ya dhambi ya kwetu siye. Yeye akasulubiwa kwa ajili yetu. Na tukijua ya kwamba yeye alisulubiwa kwa pamoja nasi, na tukawa upande wake, tukawa pamoja naye, nasi tukasulubiwa pamoja naye. Yeye kule kusulubiwa kwetu pamoja na ile dhabihu mbadala. Jambo la tatu ni kule kusulubiwa kwa dhambi, kwa jamii yenye dhambi. Hiyo jamii ni ile dunia, ni ile kabila, ni yale mazingira ambayo tuishi. Na hiyo dunia tuishio ambayo inataka kutuingiza katika muundo wake, na tunasema ya kwamba hiyo haiwezi kuwa. Kwa nini? Kwa sababu sisi tumesulubiwa pamoja na Kristo, na sisi tumesulubiwa kwa ile dunia, na ile dunia imesulubiwa kwetu sie. Na kwa sababu ya hilo sasa, dunia haina mamlaka, haina ule uweza juu yetu tena. Kwa nini? Kwa sababu sasa sisi tumefikia katika kiwango kingine, na tumesulubiwa kwa ulimwengu, na ulimwengu umesulubiwa kwetu sie. Na kule kusulubishwa kwa dunia ya kidhambi. Na jambo la kwanza sasa tuangalie, jambo la kwanza ni kule kusulubiwa kwa Mwokozi asiye dhambi. Matendo ya Mitume, twende pamoja mahali pale, shtua jirani yako, twende pamoja. Yeye akiwa amekombolewa, kutolewa kwa Mungu, ninyi mmemtwaa mtu huyo na kwa mikono miovu mmemsulubisha. Na mstari wa 36, Matendo ya Mitume sura ya 2 36, basi nyumba yote ya Israeli na wajue yakini ya kwamba Mungu amemfanya Yesu huyo mliyemsulubisha kuwa Bwana na Kristo. Alisulubishwa. Na alafu tunaambiwa katika sura ya 4 Matendo ya Mitume sura ile ya 4 mstari wa 10, anasema jueni ninyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha, na alisulubishwa na Mungu akamfufua katika wafu. Kwa jina hilo mtu huyu anasimama ali mzima mbele yenu. Huyu mtu ambaye alikuwa na uzima mkamilifu, huyu mtu sasa anasimama mbele yenu akiwa mzima. Alafu mstari 11 sasa anatuambia, Matendo ya Mitume 4:11, yeye ndiye jiwe lile lililodharauliwa na ninyi waashi, nalo limewekwa kuwa jiwe kuu la pembeni. Sasa mstari wa 12, hitimisho pale, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, yule tu mliyemsulubisha Kristo, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu katika kizazi chochote kile, katika kizazi kile au kizazi hiki, hakuna jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu
litupasalo sisi kuokolewa kwalo, litupasalo kuokolewa kwalo, kule kusulubiwa kwa Mwokozi asiye dhambi. Mambo matatu katika hili tunatazama. Jambo la kwanza, msitue jirani yako, tende pamoja unabii wa kusulubiwa kwake. Jambo la pili, ule utimilifu wa msulubiwa. Na jambo la tatu, andika vizuri, kusudi la kusulubiwa kwake. Kipengele Rumi ya kwanza, ule unabii wa kusulubiwa kwake. Andika vizuri, Rumi ya kwanza kipengele cha kwanza. Kule kusulubiwa kwake Kristo hakukuja kama mshtuko juu mbinguni. Hawakupigwa butwaa mbinguni kwa kusulubiwa kwa Yesu. Kule kusulubiwa kwa Yesu haukuwa mshangao kwa Yesu Kristo yeye mwenyewe. Kule kusulubiwa kwa Kristo hakukuwa kitu ambacho ni wazo mbadala. Lilikuwa ni jambo ambalo tayari lilikwisha kuwa limejulikana juu mbinguni tokea mwanzo kabisa. Katika Mwanzo ile 3:15, nitaweka uadui kati yako wewe na uzao mwanamke, kati ya uzao wako na uzao wake. Yeye atakiponda kichwa chako na wewe utakiponda kisigino chake. Huo ndio unabii wa kwanza uliokuwa umedhihirishwa kwa Adamu na Hawa kuhusiana na kule kusulubishwa kwake Masihi. Alafu katika Zaburi ya 22 ile bado unabii unafuata miaka chungu nzima kabla. Mstari wa kwanza, Zaburi ya 22, Mungu wangu, mbona umeniacha? Hapo ni kutazama mbali kabisa katika ule wakati wa kule kusulubiwa kwake Kristo Yesu. Mbona umeniacha? Mbona mbali uko na wokovu wangu na maneno ya kuugua kwangu? Angalia mstari wa 16, Zaburi sura 22, anasema, maana mbwa wamenizunguka, kusanyiko la ovu wamenisonga. Wamenizua, angalia hili, wamenizua mikono yangu na miguu. Hapo Kiingereza nasema wamenichoma mikono yangu na miguu. Huo ndio unabii pale. Ulitabiriwa kusulubiwa miaka maelfu kabla. Na Kristo alipokuja awe mbadala yako na mbadala wangu, mbadala wetu. Yeye alikuwa akenda kufa pale msalabani Kalvari kwa si kifo kingine chochote kile. Na ndio sababu kwamba katika maisha yake yote Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa hapa duniani, walijaribu kumsukuma huku na kule, walitaka kumangusha kwenye gema ili afe, lakini akapita tu katikati yao na hakuwa na madhara yoyote, kwa sababu alijua ya kwamba unabii lazima utimie. Na wakati wote unaposema hivi unakwenda kule, unakwenda kule, sababu Wayahudi wanakutafuta wakuue, akasema hapana, muda wangu bado hawajawadia. Alijua ya kwamba unabii utakwenda kutimia, na kila kitu ambacho kimeandikwa juu yake kuhusiana na yeye mwana wa Adam lazima hicho kiweze kutimia. Anasema waliichoma mikono yangu na miguu yangu. Angalia mstari wa 17 pale, angalia mstari wa 17. Anasema naweza kuihesabu mifupa yangu yote, wao wananitazama na kunikodolea macho. Angalia mstari wa 18. Wanagawanya nguo zangu na vazi langu wanalipigia kura, na vazi langu wanalipigia kura. Ule unabii wa kusulubishwa kwake. Angalia Zakaria, kwenye kitabu kile cha Zakaria sura ile ya 12 mstari wa 10. Anasema nami nitamimina juu ya nyumba ya Daudi, nitawamwagia nami nitawamwagia watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu roho ya neema na kuomba, nao watamtazama yeye ambaye walimchoma. Yeye ambaye walimchoma walikuwa bado hajaja ulimwenguni wakati ule, miaka mingi tu hapa kabla, lakini bado unabii juu ya kifo chake ulikuwa umekwisha kuandikwa. Anasema watamtazama yeye ambaye walimchoma, nao watamuombolezea kama vile mtu amuombolezeavyo mwanawe pekee, na wataona uchungu na kwa ajili yake kama vile mtu aonavyo uchungu kwa ajili ya mzaliwa wake wa kwanza. Tunakuja Rumi ya pili. Rumi ya pili ni ule ukamilifu wa yule msulubiwa, na hakufanya lolote lile ambalo lilikuwa ni makosa, na la sirini au la hadharani, au jambo ambalo ni dhidi ya mtu mmoja au dhidi ya familia fulani au dhidi ya kabila fulani
au dhidi ya taifa zima. Hapana kitu ambacho alifanya cha jinsi hiyo. Alikuwa mkamilifu. Alikuwa mkamilifu katika moyo, katika mawazo yake. Alikuwa mkamilifu katika maisha aliyokuwa nayo, katika mwenendo wake. Alikuwa mkamilifu katika kila jambo. Kristo mkamilifu kabisa kabisa. Na bado huyo aliyekuwa mkamilifu jinsi hiyo akasulubishwa. Kwa nini? Yule msulubiwa mkamilifu alisulubiwa kwa ajili ya wasiokuwa wakamilifu. Aliye haki alisulubiwa kwa ajili ya wasio haki. Alisulubiwa kwa ajili ya sio haki. Aliyekuwa hakuwa na dhambi alisulubiwa kwa ajili ya wenye dhambi. Na yeye ambaye hakujua dhambi alisulubiwa kwa ajili ya wale ambao yaliishi maisha yao katika dhambi. Ule utimilifu wa msulubiwa. Rumi ya pili kipengele cha kwanza. Hebu angalia Yohana 19:4. 19:4 anasema, kisha Pilato akatokea tena nje akawaambia, mtu huyu nimemleta nje kwenu mpate kufahamu ya kuwa mimi sioni hatia yoyote kwake. Anasema mimi sioni hatia yoyote kwake. Walimchunguza kama ambavyo wanaweza wakachunguza mtu ambaye ameshtakiwa na wakamkuta hana hatia. Wakamchunguza kama ambavyo wangeweza kumchunguza mtu ambaye ni mhalifu, jambazi, na wasiweze kuona kosa kwake. Walimchunguza kama mtu ambaye ametenda jambo ambalo ni kinyume na serikali, kinyume na nchi ile, na wakaona hana hatia yoyote ile. Walimsukuma huku, wakamsukuma kule kama ambavyo walitaka. Wakamuuliza maswali yote na wakamtesa, na bado hawakuona kosa lolote kwake, na alikuwa mkamilifu. Angalia mstari wa 5 ule sura ya 19 Yohana. Ndipo Yesu alipotoka nje, naye amevaa ile taji ya miiba na lile vazi la zambarau. Pilato akawaambia, tazama mtu huyu, yule mtu asio dhambi, yule mtu mtakatifu, yule mtu wa haki, yule mtu mwema ambaye alikwenda huku na kule akitenda mema, akiwaponya wote waliokuwa wameonewa na Ibilisi. Anasema tazama mtu huyu, mtu wa kimbinguni, mtu mkomboaji, mtu ambaye alikuja, yule aliyekuwa mkamilifu kuichukua dhambi ya ulimwengu. Tazameni mtu huyu. Alafu mstari wa 6, basi wale wakuu wa makuhani na watumishi wao walipomwona walipiga kilele wakisema, msulubishe. Pilato akawaambia, mtwaeni ninyi basi mkamsulubishe, kwa maana mimi sioni hatia yoyote kwake. Sioni hatia. Angalia Wakorintho wa pili sura ile ya 5. Wakorintho wa pili sura ile ya 5 21. Mwokozi mkamilifu, mbadala mkamilifu, dhabihu kamilifu, yeye aliyekuwa mkamilifu. Wakorintho wa pili sura ya 5 ile, angalia mstari mzuri wa 21. Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi. Yeye asiyejua dhambi Mungu alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili yeye asiyejua dhambi, yeye ambaye hakujua dhambi, yeye ambaye hakuwa nayo dhambi, yeye ambaye hakufanya dhambi, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu. Hilo ndilo kusudi. Ili sisi watu wa dhambi, ili sisi wana na mabinti wa Adamu, sisi wale ambao tumezaliwa kunako dhambi, sisi ambao tumefanya dhambi, tu wazoefu wa dhambi, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Na hilo ndilo kusudi la yule msulubiwa mkamilifu. Alisulubiwa kwa ajili ya asiyekuwa mkamilifu. Hilo ndio kusudi la mwenye haki kusulubiwa kwa ajili ya yeye aliyekuwa mdhalimu. Hilo ndilo kusudi ya kwamba yule mtu mwema alisulubiwa kwa ajili ya watu wabaya. Hilo ndio kusudi kwamba Kristo asiyekuwa dhambi, Kristo aliyekuwa mtakatifu, aliyekuwa wa haki, aweze kusulubiwa kwa ajili ya wenye dhambi, ili kwamba sisi tuweze kufanyika haki ya Mungu katika yeye. Na
Tazama Waebrania sura ile ya 7, Waebrania 7 mstari mzuri wa 25 ule. Anasema kwa sababu hiyo yeye aweza. 7:25. Sababu hiyo aweza, yeye aliye mkamilifu, naye kwa sababu hii aweza, yeye wa haki, yeye mkamilifu, yeye mbadala kwa kila mmoja, na amefanya yote ambayo Baba aliyataka. Anasema kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye. Wamjiao Mungu kwa yeye. Maana yu hai siku zote, yeye aliye mkamilifu, ili yeye aishie siku zote yu hai, yeye mkamilifu, yeye aliye hai siku zote, ili awaombe. Anasema mstari wa 26, maana ilitupasa sisi tuwe na kuhani mkuu wa namna hii, aliye mtakatifu, asiyekuwa na uovu wowote, asiyekuwa na waa lolote, aliyetengwa na wakosaji, aliye juu kuliko mbingu, aliye juu kuliko mbingu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 3 mstari wa 5. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 3 mstari wa 5 ana haya ya kutuambia, nanyi mnajua ya kuwa yeye Kristo alidhihirishwa ili aziondoe dhambi, na angalia anasema, na dhambi haimo ndani yake. Dhambi haimo ndani yake. Hakuna dhambi ndani yake. Yeye ni mkamilifu Mwokozi. Yeye ni dhabihu kamilifu. Yeye ni mbadala mkamilifu. Na kwenda katika Rumi 3 kipengele cha kwanza, twende pamoja. Tuna kusudi la kusulubiwa. Andika vizuri, kama ulisahau andika vizuri. Na wakati mtu wa haki anapokuwa amesulubiwa, mtu mkamilifu anaposulubiwa, wakati asiye dhambi mwana wa Mungu anaposulubiwa, kuna kusudi kwa ajili ya hilo, na ndicho ambacho tunatazama sasa hapa, ile kusudi la kusulubiwa kwake. Kwenye kitabu cha Isaya sura nzuri ya 53 ile mstari wa 4, Isaya 53 anasema, hakika ameyachukua masikitiko yetu, kwa ajili yetu alifanya hivyo, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu, amepigwa na Mungu na kuteswa. Kule kupigwa ambako kulipaswa kuja juu yako, kulikwenda juu yake, na kule kuteswa ambako kulipaswa kuja juu yako wewe, kulikwenda juu yako kwake yeye. Yale mateso, ile adhabu na ile hukumu ambayo ilipaswa kuja juu ya kwako wewe, ilikwenda kuwa juu yake yeye. Na angalia mstari wa 5 ule, angalia mstari wa 5, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu. Hilo ndio kusudi. Alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake, niambie kwa sauti, sisi tumepona. Hilo ndio kusudi. Yote sababu kwamba kwa nini alitwaa kila kitu ambacho sisi tumetenda dhambi, na yale matokeo ya dhambi na matokeo, na dhambi na yale magonjwa, dhambi na ile huzuni, dhambi na yale mateso yake, dhambi na ile hukumu iliyokuwa ya milele. Hayo yote aliyaondosha kwa kule kusulubishwa kwake. Angalia mstari wa 6. Angalia mstari wa 6 anasema, tunapotazama mstari ule, ile neno pale anasema sisi sote. Neno la mwisho pale anasema sote pale, sisi sote. Alafu pale katikati anasema kila mmoja wetu, kila mmoja, wewe na mimi, kila mmoja. Na hakuna ambaye ni wa muhimu sana kuliko wewe, kuliko yule pale. Kila mmoja alifanya hili kwa ajili ya kila mmoja, na kwa hivyo tunaweza tukaja kwake yeye. Na tunapokuwa tumechoshwa na hatia, tunapokuwa tumechoshwa na hukumu, unapokuwa umelemewa na yale ambayo umefanya yamekuwa mengi mno, kisha unakumbuka, unapotazama juu, na unapoanza kuona sote pale mwanzo na sote pale mwisho, na nasema sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Bwana ameweka juu yake yeye, Bwana ameweka, Mungu Mwenyezi
akijua ya kuwa kama ungekufa katika dhambi, wewe ungelichukua ile hukumu katika umilele mzima wote. Hiyo ingekuwa mzigo mzito mno kwako wewe, na kwa sababu ya pendo lake yeye Mwenyezi akasema, hebu yeye asiyekuwa mwenye dhambi, mwana wangu, awe mbadala kwa ajili ya wenye dhambi. Na anasema Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Naomba ya kwamba ule uhalisia utazuka ndani mwako, utaibuka ndani yako. Angalia Wakorintho wa kwanza 15 ile walikuwa kwanza wa Paulo mtume wa Korintho sura 15 mstari wa 3 ule, anasema kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko. Kama yanenavyo maandiko, ndicho alichokifanya, ndicho lilichukua kusudi la kufa kwake. Alikufa si kwa ajili ya kwake yeye mwenyewe, alikufa kwa ajili za kwetu sie dhambi zetu, na sio dhambi za Israeli tu, lakini kadhalika kwa ajili ya dhambi za mataifa, kwa sababu Paulo alikuwa ni mtume kwa ajili ya mataifa. Alipokuwa anawaandikia Wakorintho, hawa Wakorintho walikuwa Wayunani, hawakuwa Wayahudi. Alikufa kwa ajili ya watu wote, alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko. Tito 2:14 katika waraka wa Paulo mtume kwa Tito sura ya 2 mstari wa 14 anasema, ambaye alitoa nafsi yake kwa ajili yetu. Hilo ndilo kusudi. Aliteseka mateso ambayo hakupaswa kuteseka kwa hayo. Alichukua adhabu tayari ambayo hakupaswa kuchukua hiyo adhabu, na ambaye alitoa mwenyewe kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote. Atukomboe na maasi yote. Na kuna watu ambao wamehangaika na wamejaribu na hawajafanikiwa, na kwa hivyo wanasema basi hakuna mtu awezaye kuwa huru na dhambi zote. Kwa nini? Kwa sababu kwa uzoefu wa kwao wao, jambo la kwanza, wanajifanya wao wenyewe kuwa wao ndio kipimo cha mamilioni ya watu duniani. Wanajiweka wao kuwa kiwango. Wanasema hakuna mtu anawezaye kuwa huru na mbali na dhambi zote, kwa sababu mimi nafsi yangu, mimi siko huru mbali na dhambi zote. Basi kama ni hivyo, hakuna mtu yeyote anaweza kuwa huru na dhambi. Na hicho kinafanya ile dhabihu ya Kristo kuwa bei rahisi, na hamtegemei tena Kristo. Unajitegemea wewe, nafsi yako wewe mwenyewe. Yeye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote na kujisafishia watu wawe miliki yake mwenyewe, wale walio na juhudi katika matendo yale yaliyo mema. Angalia Waebrania sura ile ya 9 mstari wa 26. Anasema mahali pale, kama ni hivyo, ili ingalimpasa kuteswa mara nyingi tangu kuwekwa msingi wa ulimwengu, lakini sasa mara moja tu katika utimilifu wa nyakati amefunuliwa azitangue dhambi kwa dhabihu, azitangue dhambi kwa dhabihu ya nafsi yake, kwa dhabihu ya nafsi ya kwake yeye. Sasa amezitangua dhambi zote. Na mimi naomba ya kwamba yale matokeo ya kule kusulubiwa kwake yale matokeo yatakuwa ndani yako kwa jina la Yesu. Katika maisha yangu matokeo yale yatakuwa kwa jina la Yesu. Katika maisha yangu kwa jina la Yesu. Amen. Yamethibitishwa yale matokeo kwa jina la Yesu. Tuje sasa kwenye kipengele cha pili sasa. Kipengele cha pili sasa, kule kusulubiwa kwetu pamoja na dhabihu mbadala. Kusulubiwa kwetu pamoja na dhabihu mbadala. Andika vizuri, kama ukuandika vizuri rekebisha kwa wino mzuri uliokolea. Angalia Warumi sura ya 6 mstari wa 6. Tukilijua neno hili, na unaweza ukalifahamu hilo fika wakati wowote ninapokuja katika moyo wako na unaamka na unasema, hii ni mbona kwa ajili yangu, alifanya hivi kwa ajili yangu mie. Na Bwana atakupatia ule uzoefu. Tukijua neno hili, ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa, yule mtu wa zamani, yule mtu ambaye tulimrithi kutoka katika Adam na Hawa, yule mtu wa kale, yule mtu ambaye
katika mwenendo wake na tabia zake za kale na maisha yake ya kale na tabia zake za kizamani na mwenendo wake na tabia hovyo za zamani na kila namna ya kujirahisi kwa kale, ya kwamba ule mtu wetu wa kale alisulubishwa, ule mtu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye. Kama kweli unafahamu ya kwamba mtu yeyote ambaye amesulubishwa, kama wajua, mikono yake imegongomelewa, miguu nayo imegongomelewa katika msalaba, huyo mtu anakuwa hawezi kufanya jambo lolote lile. Huyo mtu hawezi kwenda kutenda jambo lolote lile. Hawezi huyo mtu kutenda kichochote kile. Kwa kadri ambavyo amepigiwa msalabani, hawezi kuruka na alafu akaenda kunako njia na kufanya yale ambayo alikuwa anafanya awali. Yule mtu wa kale tumesulubiwa pamoja naye, ili kwamba ule mwili wa dhambi uharibiwe. Mwili wa dhambi sio ushindwe tu, uharibiwe, ubatilike. Sio udhibitike, ubatilike. Si upingwe, ubatilike. Na si tu kwamba ustaarabishwe, bali utu wa kale ulikuwa umesulubishwa. Sasa ule mwili wa dhambi sasa ubatilike, tusitumikie dhambi tena. Mshtue jirani yako pale, tuende pamoja, tusitumikie dhambi tena. Mshtue kidogo, tuende pamoja. Mshtue jirani yako. Joto saizi, mshtue. Angalia Wagalatia sura, mshtue tuende pamoja naye. Mimi nimesulubiwa pamoja na Kristo. Kama nimeokolewa, nimesulubiwa pamoja na Kristo. Mshtue jirani yako, mbona unamwacha? Nimesulubiwa na Kristo, nimetoka katika hali ya utu wa kale. Ndio nilikuwa hapo zamani, lakini sasa nimemfahamu Kristo. Sasa kila siku namruhusu, kila siku nimepata ujuzi wake wa maisha yake. Sasa mimi nimesulubiwa pamoja na Kristo. Nimesulubiwa na Kristo. Bali ni hai, bali naishi na uhai niliokuwa nao sasa. Yule mtu anaishi sasa, ile nafsi inaishi sasa. Anasema wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu, na uhai nilio nao sasa katika mwili ninao katika mwana wa Mungu ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Tutazame mambo matatu. Chukua kalamu yako vizuri, andika Rumi ya kwanza. Andika vizuri. Wokovu uliothibitika toka katika maisha ya kimwili. Wokovu uliothibitika toka maisha ya kimwili. Andika vizuri, usiandike vibaya makorokocho, andika vizuri. Jambo la pili, Rumi ya pili, ni kusulubiwa kwa sasa kwa maisha ya kale. Kusulubiwa kwa sasa. Andika vizuri, kusulubiwa kwa sasa. Ya kwamba kadri ambavyo umepata ujuzi wa kusulubiwa katika wakati ule uliopita, sasa maisha ya sasa, kule kusulubishwa bado kuna utendaji wake, kule kusulubiwa kwa wakati wa sasa wa maisha yale ya kale. Jambo la tatu ni kujiweka wakfu kwa daima kwa maisha ya imani. Kujiweka wakfu kwa daima kwa maisha ya imani. Andika vizuri hilo. Basi turejee Rumi ya kwanza, kama andika vizuri tunaangalia ni Rumi ya kwanza, wokovu uliothibitika. Wokovu uliothibitika toka maisha ya kimwili. Nami nimeandika vizuri Rumi ya kwanza kipengele cha pili. Tuangalie Wagalatia. Andika vizuri Wagalatia sura ya 5. Hebu nianzie pale mstari wa 24. Wagalatia, twende pamoja. Mstari jirani yako, angalia vizuri usimkose. 5:24. Anasema, nao walio wa Kristo Yesu wamesulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Ina maana gani hii? Na maana gani? Wale walio wake Kristo, wale ambao ni wake yeye Kristo, wale ambao wametoa maisha yao wao wenyewe bila kusasa, wao wenyewe, sio kufuata wazazi wao, wao wenyewe, wao wametoa maisha yao bila ya kusitishwa. Wale ambao wametoa maisha yao, hao wamefanya kitu gani? Wameusulubisha mwili na tamaa za kimwili za kale.
Na unanielewa hapa ya kwamba hiyo haina maana ya kwamba baada ya wokovu wako basi ukaenda mahala fulani na alafu ukanyosha mikono yako na miguu yako ili kwamba waigongomelee mahali fulani na kugongomelea mwili msalabani. Hapana, maana yake ni hii. Sasa angalia mstari wa 19. Anasema basi matendo ya mwili ni dhahiri. Matendo ya mwili ni dhahiri. Ndiyo haya, Wagalatia 5:19 ile. Hayo ndiyo haya: uasherati. Hiyo ndio maana ya kusulubisha mwili. Uasherati umesulubishwa, uchafi wote umesulubishwa, ufisadi umesulubishwa. Mstari wa 20, ibada ya sanamu imesulubishwa, uchawi umesulubishwa, uadui umesulubishwa na kila ndugu zake uadui, kwa sababu uadui hausimami peke yake. Uadui hauko peke yake, una mapacha wake, kila namna ya ukali, kila namna ya hasira, kila aina ya mambo hayo yanayohusiana na ukali ule, kila mambo hayo, mawazo mabaya, kila mipango miovu dhidi ya ndugu huyo, jirani yako, hayo yote yamesulubiwa. Na namna ya ugomvi, namna ya wivu, hasira, fitina, namna ya faraka, uzushi, hayo yote yamesulubishwa, hayana tena nguvu ya utendaji. Mstari wa 21, kila namna ya wivu, usuda, wivu, uuaji, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana hayo, masherehe tu yasiyo na ukomo ya usiku na mchana, kitu kidogo tu sherehe, kitu kingine kidogo tena sherehe kubwa, na mambo ya kidunia. Dunia imesulubishwa na wewe, na mambo yanayofanana na hayo. Kama umezaliwa mara ya pili, na mambo yanayofanana na hayo. Utaki mtu yoyote akuchunge, na mtu yoyote yule akufanya mbona hiki, mbona kile, mbona hiki. Wote wamesulubiwa kama uko ndani ya Kristo. Na anasema katika mambo hayo nimekwisha kuambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Hawataurithi ufalme wa Mungu. Warumi sura ya 8, angalia vizuri pale mstari wa 12. Twende pamoja, msue jirani yako, twende naye, joto linazidi. 8:12 Warumi anasema basi kama ni hivyo ndugu, tu wadeni si wa mwili, tuishi kwa kufuata mambo ya mwili. Tuishi kwa kufuata mambo ya mwili. Mstari wa 13, kwa maana kama mkiishi kwa kufuata mambo ya mwili mwataka kufa. Baada ya kuwa mmetangaza kwamba mmeokolewa na mmehesabiwa haki, mmezaliwa mara ya pili na mmesamehewa, mimi ni mtoto wa Mungu. Kama baada ya maungamo hayo, kama baada ya kufanya ushuhuda huo, na bado unaishi kwa jinsi ya mwili, utakufa kama mtu mwenye dhambi yeyote yule, na kuangamia kama mwenye dhambi yeyote yule. Lakini kama kwa njia ya Roho, bali kama mkiafisha matendo ya mwili kwa Roho, mkiangamiza yale matendo ya mwili, mtaishi. Wakolosai. Shtua jirani, twende pamoja. Wakolosai, mwambie aandike vizuri. Wakolosai 3:5. Hebu angamiza kila kitendo kile. Hebu 3:5 anasema mvifishe viungo vyenu vilivyo juu ya mwili, kila namna ya uchafu, kila aina. Vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi, uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani, ndio ibada ya sanamu. Wakolosai 3:6, mwambie andike vizuri. Kwa ajili ya mambo hayo huja ghadhabu ya Mungu, juu ya ghadhabu ya Mungu. Katika hayo ninyi nanyi mlitembea zamani, mlipoishi katika hayo, katika wakati uliopita, na wakati mlipoishi katika hayo. Mstari wa 8, lakini sasa yawekeni mbali nanyi haya yote, hasira na ghadhabu. Pale unapokuwa mtu umekwisha kuwa wake Kristo, na wakati ambapo neema ya Mungu
kweli imepenya katika maisha yako, na pale ambapo wema wa Mungu kutoka katika msalaba wa Kalvari umeingia, wema wa Mungu katika maisha yako, kuna kuwa na uzima mpya. Ule utu wa kale umesulubishwa, yale ya kale yameondolewa, lakini sasa unaondoa kila aina ya haya katika familia yako, katika mahala pako pa kazi, katika mahali pako pa mauzo, pagulio, katika jamii unayoishi, popote pale na kila mahali ambapo wajikuta wewe mwenyewe upo. Walinifanya nikasirike. Hapana, hawezi kukukasirisha. Hamna mtu wa kukukasirisha, ni wewe mwenyewe ndio ulikasirika wewe mwenyewe. Hao walinisukuma, walilazimisha nikasirike. Na mimi nilikuwa natembea taratibu kwa sababu nimeokoka. Alafu yule mtu yule alinisukumilia mimi niingie katika hasira. Hakuna mtu wa kusukuma katika chochote. Wewe ndiye mwenye udhibiti, kwa sababu Kristo aishi ndani yako. Na uzima niliokuwa nao sasa katika mwili, ninaishi kwa imani ya mwana wa Mungu aliyenipenda akajitoa mwenyewe kwa ajili yangu. Na kama wewe hukuweza kufanya hivyo, Bwana asingelikwambia ufanye hivyo. Kama usingeweza kuvua wewe utu wa kale, Bwana asingesema basi vua. Kwa hivyo uwezi ukawa na tabia ya kupigana nyumbani. Pale nyumbani unamkasirikia mumeo, unamkasirikia mkeo, unamkasirikia tu kila mtu kwa jambo dogo au hata kwa jambo kubwa sana, na kusema mimi ningefanyaje, yeye ndiye alinilazimisha nifanye hivyo, kama nimezaliwa mara ya pili. Lakini sasa anasema mvue mambo haya yote: hasira, ghadhabu, uovu na matukano. Usije ukasema mtu amekusukuma useme matusi, na matusi vinywani mwenu. Yatoke hayo vinywani vyenu. Maisha mapya na mwenendo mpya kabisa na tabia mpya kabisa, kiasi kwamba hakuna mtu atakayekuwa anadhibiti tena. Hakuna mtu wa kukusukuma kuingia katika dhambi. Huyo mtu anaweza kukudhibiti, kuingiza jehanamu. Hutamruhusu mtu akukokote, akusukumilie jehanamu kwa jina la Yesu. Amen. Mtu pale aseme amen. Kuna mtu akusukuma kwenda jehanamu. Angalia Petro kwanza 2. Tuangalie mstari wa kwanza ule. Anasema basi wekeni mbali uovu wote. Lazima wewe ndio uweke mbali. Wewe umeokolewa, umezaliwa mara ya pili, wewe umekuwa mtoto wa Mungu. Ile nguvu umekwisha kuipewa tayari, ili kuweka kando maovu yote. Hebu angalia yote, maovu yote, maovu ya kiungwana, maovu ya kisirisiri, maovu ya kisayansi, maovu ya kawaida, maovu ya kikabila, na maovu ya kurithi. Yote hayo unapokuwa umezaliwa mara ya pili, unapokuwa mtoto wa Mungu, ile neema ya Mungu sasa ipo katika maisha yako. Wakati huo sasa anasema wekeni mbali uovu wote na hila yote na unafiki na husuda na masingizio yote. Alafu mstari wa pili sasa anasema, kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu. Mstari wa 3, ikiwa mmeonja ya kwamba Bwana ni mwenye fadhili, Angalia mstari wa 11 pale. Angalia mstari wa 11, anasema, wapenzi na wasihi kama wapitaji na wasafiri, ziepukeni tamaa za mwili zipinganazo na roho. Angalia Rumi ya 2. Msio jirani yako, sio na mazungumzo mengine. Msikilize mtumishi wa Bwana. Kusulubiwa kwa sasa kwa maisha ya kale. Hebu angalia sasa, unaishishije hapa ulipo sasa hivi? Unaishishije kabla hujaja kwa Bwana? Angalia zile hisia zako, mawazo yako, desturi zako, sampuli ya maisha yako, namna ulivyoenenda, na mambo ambayo ndio yaliyokupa hamasa. Ni hapo
katika yale maisha ya kale. Yapi? Na sasa kama mtoto wa Mungu kuna kusulubiwa kwa sasa kwa ule utu wa kale, wa maisha ya kale. Tunatazama, angalia vizuri, andika Warumi sura ya 6 ile. Angalia vile, usiwe na soga wakati huu tunapoangalia neno. Mstari ule wa 8 anasema ule utu wetu wa kale umesulubiwa ili kwamba ule mwili wa dhambi uharibiwe, ya kwamba toka sasa tusitumikie dhambi tena. Tusitumikie dhambi tena. Na hivi unakumbuka kauli ya Bwana wetu Yesu Kristo? Anasema ninyi hamwezi kuwatumikia mabwana wawili. Kama unaitumikia dhambi, huwezi ukamtumikia Bwana wetu Yesu Kristo, Mwokozi wetu. Huwezi. Kama unatumikia dhambi, huwezi ukatumikia mbingu, ukamtumikia Mungu, alafu ukamtumikia bwana wa kidunia. Unaweza ukawa na cheo ambacho kwamba unamtumikia Bwana, na kwa neno tu la mdomoni. Huwezi ukatumikia mabwana wawili kwa wakati mmoja. Kama asilani utakwenda kumtumikia Bwana, basi ina maana ya kwamba huduma kwa dhambi lazima ikome. Hivi umeshagundua ya kwamba unapoacha kulifanyia matengenezo gari lako, unaacha tu ulifanyia matengenezo yoyote, hiki kitaharibika, kile kitaharibika, na hatimaye gari zima litaporomoka. Na kama ukiacha kuhudumia dhambi na kuipatia dhambi mafuta na kutoa mahitaji yote ya utendaji wa dhambi, na kusema siipatii dhambi matengenezo yoyote, siipatii chakula tena dhambi, kwa kuwa mimi nimesulubiwa na Kristo, kuanzia sasa basi sitaitumikia tena dhambi. Ile dhambi itajifilia mbali kutoka katika maisha yako. Amen. Angalia mstari wa 11. Lakini anasema jihesabuni nafsi zenu kuwa wafu, vivyo hivyo ninyi nanyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi, na walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. 6:11 hiyo Rumi. Anatuambia 6:12 Rumi anatuambia basi dhambi isitawale ndani yenu. Anasema basi dhambi isitawale katika ndani ya miili yenu, ipatikanayo na mauti, hata mkazitii tamaa zake. Mstari wa 13, wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kuwa silaha za dhuluma kwa dhambi, bali jitoeni wenyewe kwa Mungu kama walio hai baada ya kufa, na viungo vyenu kwa Mungu kuwa silaha za haki. Petro wa kwanza sura ile ya kwanza, Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari ule wa 14. Anasema kama watoto wa kutii, msijifananishe na tamaa zenu za kwanza za ujinga wenu. Anasema pale tulipokuwa tunakuwa na tamaa hapo awali, tulikuwa wajinga. Lakini sasa baada ya kuyajua maandiko, baada ya kujifunza neno, hatuko wajinga tena. Sasa baada ya kumjua Kristo, baada ya kuwa tumefika Kalvari, baada ya kuwa tumesulubiwa pamoja na Kristo, hatuko wajinga tena. Sasa baada ya kujua kwamba pasipo utakatifu hakuna mtu atakayemuona Bwana, baada ya kujua hilo, hatuko wajinga. Yale yote tuliyoyatenda katika wakati uliopita ilikuwa ni wakati tulipokuwa wajinga juu ya Kristo, tulipokuwa wajinga juu ya wokovu wake Kristo, wakati tulipokuwa wajinga juu ya utimilifu wa ukombozi wake. Sasa kama watoto wa kutii, msijifananishe na tamaa zenu za kwanza za ujinga wenu. Mstari 15 anasema bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, nyinyi nanyi iweni watakatifu na itakatifu katika mwenendo wenu wote. Mstari 16 ule anasema kwa maana imeandikwa,
mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Na kama mimi nilivyo mtakatifu, na nyie kadhalika. Kama siku zinakwenda mimi nabaki kuwa mtakatifu, Mungu anasema kadhalika na nyinyi nakuwa wakamilifu. Katika njia panda yoyote ya maisha, katika changamoto yoyote ya maisha, lolote ambalo umetupiwa ghafla, unatazama juu, unasema Mungu wa mbinguni na kujua ya kwamba bado wewe mtakatifu. Na kama wewe Bwana Mungu ni mtakatifu, na kadri ambapo wewe unaendelea kuwa mtakatifu, lolote ambalo linaweza kuwa na kutokea wewe kukuzunguka, kwa sababu imeandikwa kwamba iweni watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Bwana na alitengeneze hilo, alifanze hilo katika maisha yako. Bwana alikamilisha hilo katika maisha yako, na alifanya hilo kuwa la daima katika maisha yako kwa jina la Yesu. Angalia mstari 18 ule. Mstari 18 anasema, nanyi mnafahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa. Mtoka katika mwenendo wenu usiofaa, mlioupokea kwa baba zenu. Mliopokea kwa baba zenu. Mstari 19 anasema, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo, asiye na ila, asiye na waa, yani ya Kristo. Na alafu katika Waefeso 4:22. Waefeso 4:22 anasema, ili mvue kuhusiana na ule mwenendo wenu wa kale, mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza, utu wa zamani unaojaribu kujiambatanisha na wewe. Kila wakati uko na wewe, na nimekuwa na wewe toka umezaliwa. Na je, unataka kunikana? Na ni sasa unataka kunikana? Anasema vue kwa habari ya ule mwenendo wa kwanza, utu wa zamani unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya. Mstari 23, na mfanywe wapya katika roho ya nia zenu. Mstari 24 anasema, mkavae utu mpya. Mkavae utu mpya. Unavua utu wa kale, lazima uvae ule utu mpya. Ule mtu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu, na utakatifu wa kweli. Alafu mstari 25, basi uvueni uongo, mkaseme kweli kila mtu na jirani yake, kwa maana tu viungo kila mmoja kwa cha mwenzake. Mstari 28 anasema, mwibaji asiibe tena, bali afadhali afanye juhudi, akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe, apate kuwa na kitu cha kumgawia alokuwa na uhitaji. Apate kuwa na kitu cha kumgawia muhitaji. Mstari 29 anatuambia, neno lolote lililo ovu, angalia vizuri, mshtue jirani yako, tusome pamoja. Neno lolote lisitoke vinywani mwenu, bali lilo jema la kumfaa mwenye kuhitaji, ili liwape neema wanaosikia. Wakorintho wa pili sura 5 mstari 17 ule anasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, mtu ambaye ameokolewa, sio mwenye dini, mtu aliyeokolewa, amesulubiwa pamoja na Kristo. Mtu akiwa ndani ya Kristo katika wakati huu, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, akiwa na ujuzi wa sasa wa kuwa ndani ya Kristo, huyo mtu amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa. Niambie kwa sauti, msitue jirani yako vizuri, tuseme pamoja, yamekuwa mapya. Hebu angalia maisha yako, je, yote kweli yamekuwa mapya? Angalia vizuri maisha yako. Pale sokoni yamekuwa mapya, nyumbani yamekuwa mapya, katika ofisi yako angalia maisha yako, pale shuleni, pale katika chuo chako angalia maisha yako, pale katika jamii yako angalia maisha yako, pale unaporudi kijijini angalia maisha yako, popote pale ulipo angalia maisha yako. Je, unao ushuhuda ya kwamba tazama yote yamekuwa mapya? Marafiki wa kale
na ule ushirika wa kale, vile yale magenge ya kale, ile tabia na mwenendo wa kale, wale marafiki wa kiume wa kike wa kale, wale marafiki wote wa ulevi na unywaji, wale wote wa uvutaji wa kale wa sigara, kila namna ya mitindo ya kale ya maisha, kila mambo ya kale yamekwisha kupita. Na hata ule muonekano katika uso wako, mtu anasema, we kaka, mbona kila wakati unaonekana unakasirika? Hakuna mtu aliyekasirika. Mbona unaamka asubuhi una hasira? Kuna shida gani? Yote ya kale yamepita. Dada yangu, kuna matatizo gani? Inaonekana ni kana kwamba kila wakati na uko katika vita, unagombana kitu au mtu. Kuna tatizo gani? Kama uko ndani ya Kristo, kwa sababu tuko ndani ya Kristo, kwa sababu tu ndani ya Kristo, ya kale yamekwisha kupita, na tazama, niambie yamekuwa nini? Niambie tena kwa mara nyingine, kwa uhakika yote yamekuwa mapya. Amen. Amen. Katika kila moja ya maisha yetu kwa jina la Yesu. Mashemasi, tuangalie watu wote wanaokuwa katika maeneo haya wasiwe na mazungumzo yao wakati ujumbe kama huu unaendelea. Tafadhali sana, mazungumzo mengine yaachwe, yoyote yale mazungumzo. Mashemasi, tuangalie mazungumzo mengine yaachwe tafadhali. Tuna majumbe muhimu sana. Wagalatia, nimesulubiwa pamoja na Kristo. Hebu muangalie Paulo aliyekuwa Sauli, aliyekuwa anazunguka huku na kule na chuki, aliyekuwa anagombana na watu ambao wako nje ya Kristo na waliokuwa ndani ya Kristo. Maisha yake yamebadilika. Kile ambacho nilipenda awali sasa sivipendi tena, vile vitu vya kale. Kule niliko kwenda awali siendi tena huko, na yale mambo ambayo nilikuwa nazoea kuyafanya siyafanyi hayo tena. Napendeza na maisha mapya. Napenda maisha mapya na yafurahia maisha mapya. Mimi nimesulubiwa pamoja na Kristo, na hata hivyo mimi ni hai, wala si mimi tena, ila ule utu mpya sasa, ule ambao ulikuwa hauna mamlaka, ule ambao walikuwa na kupendeza kote kule na haki na utakatifu, ule umeondoka. Wala si mimi, Kristo yu hai ndani yangu. Kristo yu hai ndani yangu. Yu hai ndani yangu. Yu hai ndani yangu. Na anasema, na uhai ninaoishi sasa katika mwili, naishi kwa imani katika mwana wa Mungu aliyenipenda akajitoa kwa ajili yangu. Na hiyo itakuwa halisi katika kila moja ya maisha yetu kwa jina la Yesu. Wakorintho wa pili sura ile ya 5 mstari 5-7 anasema, maana twaenenda kwa imani, si kwa kuona. Si kwa kuona. Watu wengi wanakwenda kwa kuona. Kuna mtu anafanya jambo, anaona hilo, anakwenda kwa hilo analoliona. Mtu anaonyesha chuki, wanakwenda kwa hiyo chuki wanaona. Mtu anachukua fedha kutoka kwao, na hawakuirudisha hiyo fedha, hicho ndicho tunakiona, wanaenda kwa hicho. Wanaenda kwa kuona, wanaiga vitu wanavyoona. Lakini watu ambao wanaenenda kwa imani, wanasema anaweza kufanya hilo, lakini mimi siendi kwa hilo, mimi nakwenda kwa imani. Wanaweza wakakutukana, wakakukejeli, nasikia, lakini sienendi kwa hilo, mimi naenenda kwa imani. Na dunia inaweza kuishi kama inavyotaka kuishi, na aliona hilo, lakini mimi sienendi kwa hilo naloliona, mimi naenda kwa imani. Naomba ya kwamba utaenenda kwa imani. Amen. Angalia sura ile ya 5 wa Korintho wa pili mstari wa 15. Tena alikufa kwa ajili ya wote, ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe. Wasiwe na hai kwa nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili yao. Tunaangalia Waefeso sura ile ya 5. Waefeso, andika vizuri. Waefeso sura ya 5 mstari wa 2. Mkaenende katika upendo. Mkaenende katika upendo. Huo ni uchaguzi wako binafsi. Mkaenende kwa upendo, uchaguzi wa binafsi. Hiyo ni uamuzi wa kibinafsi. Kwa nini? Kama ukingoja kwa watu wanaokuzunguka ili kwamba wadhihirishe
waenende, watimize, wafanye ule upendo ambao Kristo anakutaka wewe uenende kwao. Utangojea sana. Lakini inakupaswa uyakamate maisha yako, ufanye maamuzi yako wewe mwenyewe na kusema, kwa sababu nimesulubiwa pamoja na Kristo. Na haijalishi kwamba wengine wanafanya kitu gani, haijalishi kwamba wengine wanaishije, mimi nachagua kumfuata Kristo, kuenenda katika pendo, na enenda katika upendo kama Kristo naye pia alivyotupenda, kama Kristo kadhalika alivyotupenda, kama Kristo naye alivyowapenda ninyi, tena akajitoa kwa ajili yetu sadaka na dhabihu kwa Mungu kuwa harufu ya manukato. Na alafu katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 2, shtua jirani yako twende pamoja. Anasema, yeye asemaye namjua wala hazishiki amri zake ni mwongo, wala kweli haimo ndani yake. Mstari wa 5, lakini yeye alishikaye neno lake, katika yeye huyo upendo wa Mungu umekamilika kweli kweli. Katika hili twajua ya kuwa tumo ndani yake. Twajuaje kwamba tuko ndani yake? Kwa kuenenda kwa imani, kwa kuenenda katika upendo. Kwa namna hii twajua ya kuwa tumo ndani yake. Na si kwamba nimekuwa katika Ukristo toka muda mrefu. Hiyo haiondoi. Nasoma Biblia kutoka jalada, hiyo haifanyi mtu kuwa wake Kristo. Lakini kama tukienenda kwa imani, kama tukienenda katika upendo kwa Mungu, upendo kwa neno lake, na upendo kwa kila mmoja atuzungukae, hilo ndilo ambalo linatufanya tujue ya kwamba tu ndani yake yeye Kristo, tukiwa tumesulubiwa na Kristo, na kuishi kwa imani na kuishi kwa pendo katika yeye. Angalia mstari ule wa 6. Yeye asemaye kuwa anakaa ndani yake, imempasa kuenenda mwenyewe vile vile kama yeye alivyoenenda. Neema ipo, na hebu ile neema iwe kwa ajili ya kila mmoja wetu kwa jina la Yesu. Amen. Kwa ajili yangu, amen. Nasema kwa ajili yangu mie, amen. Ili kwamba nisije kama mhubiri tu, nimehubiri nitafanyia kazi. Ili sikia ni kama mhubiri msikiaji tu. Hapana, unasihubiri, unasikia na unatenda kwa jina la Yesu. Amen. Kipengele cha 3 sasa, funga mkanda. Kipengele kizuri, mshtue na jirani yako, twende pamoja. Kule kusulubiwa kwa jamii ya kidhambi na ulimwengu. Kusulubishwa dhidi ya jamii ya kidhambi na ulimwengu. Wagalatia 6:14. Anasema mstari wa 14, lakini mimi hasha nisione fahari juu ya kitu chochote ila msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambao kwa huo ulimwengu umesulubishwa kwangu na mimi kwa ulimwengu. Mungu apishilie mbali, lakini ya kwamba nisione fahari juu ya kitu, nisijivunie juu ya kitu chochote kile, nisitambie chochote, ya kwamba mimi nisijionee fahari juu ya chochote ila msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Nini utukufu wako? Pesa, mali, utajiri, biashara, vitu vya ulimwengu, majumba mengi hapa pale, nyumba hapa, nyumba pale, nyumba mahali pengine, nyumba yule mwingine. Utukufu wako ni upi? Elimu, cheti, maarifa kichwani. Unajivunia nini? Mali ulizokuwa nazo, unajivunia nini? Anasema Mungu apishilie mbali kwamba mimi nisije nikawa mtu wa kujivunia vitu hivyo, ila isipokuwa ila msalaba wa Bwana Yesu Kristo. Amen.
msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambao kwa huo ulimwengu umesulubishwa kwangu. Na pale ulimwengu unapokuwa umesulubishwa kwako, ina maana kwamba huupendi tena huo ulimwengu. Amen. Amen. Huupendi udunia kwa namna yoyote au muonekano wowote. Nami nimesulubiwa kwa huo ulimwengu. Mambo matatu hapa tunayatazama. Jambo la kwanza, uharibifu na hukumu ya ulimwengu. Andika vizuri, najua umechoka. Fungua macho vizuri, andika vizuri. Amri na wito wa kutoka katika ulimwengu, Rumi 2. Jambo la tatu, kipengele cha tatu hicho, ni kusulubiwa kwa kweli na utakaso kutoka udunia. Rumi 1 ni ule uharibifu na hukumu ya ulimwengu. Andika vizuri bila kuandika makorokocho. Andika vizuri. Anasema hii ndiyo hukumu ya kwamba nuru ilikuja ulimwenguni, na watu wakapenda ulimwengu, wakapenda giza kuliko nuru, kwa sababu matendo yao yalikuwa ni maovu. Yeyote ambaye anaikimbia nuru, kila ambaye anaidharau ile nuru ya ulimwengu, yeyote ambaye anakataa, hiyo ni Yohana 3:19, ya mtu ambaye hapendezwi na neno la Mungu, hapendezwi na neno la Mungu, ni kwa sababu hajabadilika, matendo yake ni maovu. Mtu yeyote ambaye ni mwoga wa nuru, mtu yeyote ambaye anatetema wakati nuru inapowashwa, ni kwa sababu kuna kitu cha kuficha na hataki ile nuru ikijie. Huo ni ulimwengu, hiyo ni udunia. Wakati mpelelezi anapokuja, wakati mtu wa mahesabu anapokuja katika mahali fulani, wale watu ambao wana kitu cha kuficha wanatetemeka. Na kama wewe uko namna hiyo, mtu anapokuja na ambaye anaweza kuona kikamilifu kila aina ya mianya, kila aina ya tabia za kushutumika, alafu unaogopa, hiyo ina maana ya kwamba wokovu wako unatiliwa mashaka, kwa sababu bado kuna uharibifu pale, bado kuna hukumu iko pale. Na anasema katika mstari wa 20, angalia mstari wa 20, maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji kwenye nuru, matendo yake yasije yakakemewa. Hiyo ndio njia ya dunia, na kama uko namna hiyo, tumeharibika kama dunia, basi tunahukumiwa pamoja na dunia. Lakini naomba ya kwamba kila uharibifu wa dunia, kila kitu kitafyagiliwa mbali na kwa kule kusulubiwa kwa Kristo katika kila moja ya maisha yetu, kwa jina la Yesu. Amen. 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 Angalia Wakorintho wa pili sura ya 4, na angalia mstari. Wakorintho wa pili 4:4. Wakorintho wa pili 4:4. Anatuambia pale, anasema ambao ndani yao mungu wa dunia hii, shetani ndiye mungu wa dunia hii, na watu wa ulimwengu wanamfuata yeye. Na kama wewe uko kama dunia, na uko katika dunia kwa ajili ya dunia, na unaishi kama dunia inavyotaka kuishi, basi shetani atakuwa ndiye mungu wa maisha yako. Ambao ndani yao mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo, aliye sura yake Mungu. Aliye sura yake Mungu. Yakobo sura ya 4, pale tunazama mstari 4. Yakobo sura ya 4, tuangalie pale mstari wa 4. Anasema, enyi wazinzi wa kiroho. Anasema, enyi wazinzi wa kiroho, hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Hamjui hilo? Urafiki wa dunia ni uadui na Mungu. Unataka kuwafurahisha watu katika ndoa, katika ile harusi yako, unataka kuwapendeza dunia katika ile sherehe, aina ya gari unalotumia, unashindana na watu wa kidunia, na katika kila ambacho wana vitu vyao,
wanavyoleta katika manyumba yao. Na alafu unapotaka kufanya mazishi, unataka kufanya kama watu wa kidunia. Kama nisipofanya namna hii, dunia haitanitambua ya kwamba mimi ni mtu fulani, nimefanikiwa, ni mtu wa maana. Kumbe enyi wazinzi, hamjui ya kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi kila ambaye atakaye kuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Mimi sitakuwa adui wa Mungu wangu. Amen. Mimi sitakuwa adui wa Mungu. Amen. Angalia Rumi ya 2 hapa, andika vizuri, tunamalizia. Amri na wito toka katika dunia. Amri na wito toka katika dunia. Waraka wa kwanza Yohana 2:15, msiipende dunia. Msiipende. Hiyo ni amri ya Mungu, msiipende dunia. Kama alivyo wa milele, Mungu wa milele, kama milele ilivyo, kama Mungu wa milele, yeye ambaye hatapita, mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Hiyo ndio amri yake yeye, Mungu wa milele. Mungu anayesema mimi ni Mungu na wala sintobadilika. Na lilotoka neno kwa Kristo, yeye ambaye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Na utafanyaje kama dunia isingekuwa inakutazama? Ungeishije kama dunia ingekuwa haikukubali au haitaweza kukubaliana na kile unachokifanya? Ungeishije maisha yako kama dunia isingelikwambia hongera, kongole mwanetu? Ungeishije maisha yako? Ishi maisha kama dunia imekufa kwako na wewe umekufa kwa dunia, utakipongeza kidunia. Msipende dunia wala vitu vilivyomo katika dunia, yale mambo yaliyomo katika dunia, wala kuyapenda. Alafu anasema mtu yeyote akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Anasema mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Kunapoondoka upendo wa dunia, ndipo ambako kunapozuka upendo wa dunia, ndipo kunakoshuka upendo wa kimungu. Nile mipango yote na kila kitu unachokifanya unakitenda ni kwa upendo wa dunia, basi na maana hapo ya kwamba upendo wa Mungu umeshatoweka. Msipende dunia wala vile vitu vilivyomo katika dunia. Kama mtu akiipenda dunia na anataka kuifurahisha dunia katika kila akifanyacho, na anasema kama nisipofanya namna hilo, nitakosa marafiki zangu hawatanikubali, watasema basi sawa. Kwa hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutumia kwa ajili ya shughuli hiyo. Wewe umetumia hela kidogo katika shughuli nzima yote hiyo, na maana kumpenda Baba huko ndani yako. Anatuambia mstari wa 16, maana kila kilichomo duniani, mstari wa 16 ule, tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Hivi unaweza kuyatazama maisha yako kutoka asubuhi mpaka jioni kabisa, kila siku ya kawaida au siku maalum, na angalia unayoyafanya katika siku moja wapo. Angalia tafakari zako, nini ambao unayatafakari kabla hujafanya hayo, kabla hujapanga hayo, kabla hujatenda hicho, kabla hujafikiria hujafanya enda popote pale. Unafikiria nini? Unafikiria watasema nini? Hivi watanisifuje? Hivi wataniweka kwenye lengo gani? Wataniweka katika kiwango gani? Inabidi basi urudi Kalvari, kwa maana yale yaliyomo katika dunia, tamaa ya mwili, tamaa ya macho, kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Angalia mstari wa 17, na dunia inapita na pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Amen. Mtu aseme amen. Payuka sauti kubwa, amen. Amen. Na tutaishi milele. Je, unapanga kuishi milele na Mungu au unapanga kuishi milele na dunia? Sasa dunia inaweza ikatoboa hilo pulizo lako. Unasema nimeokolewa, nimetakaswa, nimejaza na Roho Mtakatifu, niko njiani kwenda mbinguni.
na dunia na kuipenda dunia vinaweza vikatoboa hilo pulizo lako la kujitamba. Na unasema unapofika wakati wa kupaa juu na kwenda kuishi pamoja na Baba wa mbinguni milele na milele, na ile parachuti yako haitafunguka, ule mwamvuli wako hautafunguka. Na kwa nini? Kwa sababu upendo wa dunia umetoboa kila kitu. Naomba ya kwamba leo utarejea katika upendo wa Mungu kwa utimilifu wake kwa jina la Yesu. Tuangalie Rumi ya kumalizia hapa, Rumi ya 3 hii. Rumi ya 3 ni kusulubiwa kwa kweli na utakaso kutoka katika udunia wote. Kusulubiwa kwa kweli na kutakaswa na uchafu wote. Yohana 14:30 anasema sitazungumza zaidi. Kristo anasema ameshasema vya kutosha. Mstari wa 30 anasema mimi sitasema nanyi maneno mengi tena. Anasema nimedhihirisha mengi, nimesema mengi juu ya mafunuo ya mbinguni. Wanafunzi mmepokea yote: kuokolewa, kubadilika, kutakaswa, kuwekwa wakfu, kusulubiwa, kuambatana na Mungu. Mmepokea yote. Mimi sitasema nanyi maneno mengi tena, sitazungumza mengi tena, kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu. Yule mkuu wa ulimwengu huu, huyo ni Shetani, atakuwa anakuja kila mara. Atakuja kuangalia kama anazo mali zake ndani yako, kama atakuwa na smaku yake ndani yako ambayo itakuvuta uje katika dunia. Ni kitu gani ambacho Shetani amewekeza katika maisha yako na anakijiajia kila wakati? Je, ni hasira yake bado iko ndani yako, bado imekaa, nimempata? Na je, ile ni tamaa ambayo nimeweka ndani yake bado imo ndani yake, bado naye? Kule kuipenda dunia na kule kupenda zile starehe za mwili bado kuko pale, bado naweza nikampata huyu wakati wowote. Kwa nini usiji kwa Kristo wakati huu kwa upya na kusulubiwa pamoja na Bwana, ili kwamba kila kitu cha Shetani kitatakaswa na kutupiliwa mbali na kusulubiwa na kuondolewa kabisa kutoka katika maisha yako. Na alafu yule mkuu wa dunia atakuja na kuangalia kila mali zake zote zimeondoka katika maisha yako, toka katika moyo wako. Na alafu parapanda itakapolia na wafu katika Kristo watafufuliwa, na sisi tuliokuwa hai tutanyakuliwa pamoja naye mawinguni. Bwana apewe sifa. Yale ambayo yanayekuvuta hapa, kila kitu kimeondolewa sasa. Na yule mkuu wa ulimwengu yuaja na hana kitu ndani yako. Hana kitu ndani yako. Yuko wapi ambaye hakuna kitu ndani yake? Hakuna kitu cha dunia hii, hakuna kitu cha Shetani, hakuna. Bwana alithibitisha hilo katika kila moja ya maisha yetu kwa jina la Yesu. Pale uliponyanyuka na ukasema na Bwana katika maombi, na inuka pale ulipo, sema na Bwana katika maombi. Kaka yangu tafadhali, wewe ulikuwa umeketi, tafadhali simama sasa. Hebu kuwa wakufikiri, usisumbue mtu mwingine yeyote. Tutaka kujiweka sisi wenyewe tayari kwa ajili ya kufika mbinguni. Tutaka kuwa na yale ambayo kusulubiwa kwa Kristo kuna gharimu katika maisha yetu. Hebu dada yangu, hebu jiandae kwa ajili ya mbingu. Usisumbue watu wengine. Hebu omba na weka tayari maisha yako. Mwambie, ndiyo Bwana, nimesulubiwa na Kristo, na sasa mimi ni hai, wala si mimi, ninaishi kwa ile imani ya mwana wa Mungu aliyenipenda akajitoa kwa ajili yangu. Fungua kinywa chako, omba, sema na Bwana, na Bwana ayajibu maombi yako. Omba pale ulipo sasa, jikabidhi kwa Bwana. Mwambie Bwana, tenda jambo jipya katika maisha yangu, safisha Bwana.